Kwa majina ninaitwa Joseph Ekal na ninampenda baba. Kama si yeye, wakati ule ningebakia Nandils kwa majani chai, lakini baba alinisaidia akaniokoa kati ya wajambazi waliotaka kunimaliza. Pasipo yeye nisingelifika Kisumu. Na amesema katika Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16, kuna jambo amesema pale. Msomaji nisaidie moja kwa moja. Kila andiko lenye pumzi la Mungu linafaa katika mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema, ili wewe ukubalike, ili wewe upate kutenda kila jambo jema. Tungependa wewe utende kila tendo jema. Ungependa hata nami nitende kila tendo jema, lakini neno la Mungu ni pumzi ya dadii, ni pumzi ya Elohimu. Inafaa katika mafundisho kukurekebisha, kukuonya, kukukemea na kukurejesha upate kutenda kila jambo jema. Unasema ya kwamba uko sawa, kumbe hauko sawa. Unasema ya kwamba wewe ni mkamilifu, kumbe hauko mkamilifu. Ya kwamba yeyote ambaye anatembea katika giza anaweza kujikwaa kwa sababu ni giza, anatembea katika giza. Lakini yule ambaye anatembea katika nuru, hakuna siku ambaye atajikwaza kwa sababu anatembea katika nuru ya dadii, nuru ya baba, nuru ya Elohim. Hakuna siku atajikwaa. Kwa sababu gani? Mpumzi ya baba, maandiko ya baba imemrekebisha. Hata mwimbaji akaimba mali hapa, anasema ya kwamba yafaa katika mafundisho kuwaonya watu na kurekebisha makosa yao. Umefundishwa lakini hujarekebika. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu andiko katika Isaya 20:29 inasema kwamba watu hawa huniabudu kwa midomo bure, ila mioyo yao ziko mbali na mimi. Watu Bwana Mungu aliyoyasema, watu hao hunikaribisha kwa midomo na kwa vinywa vyao, ila mioyo yao imbali nami. Mioyo za wanadamu iko mbali na Bwana Yeshua, iko mbali na Elohimu. Ya kwamba watu hawa wananikaribisha kwa midomo, lakini kufika katika matendo wako mbali na mimi. Come near and draw nearer to the Lord. God himself can protect you. 29:13. God spoke and said, these people hunikaribia na kuheshimu katika vinywa vyao, lakini mioyo yao wamefarakana nami, na kinywa chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundisha mafundisho ya wanadamu, doctrine ya wanadamu. Unasikia mafundisho ya wanadamu, wanakudanganya, wanakupatia mafundisho ya kupoteza. Lakini Bwana anasema ya kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo bure, lakini mawazo yao iko mbali na mimi. Kwa sababu gani? Wamepata mafundisho ya kidunia, wamepata mafundisho katika watu ambao kusoma wanasoma hawaelewi. Sasa ni wewe, hata ni yule mwingine ambaye yuko nyumbani, hata ni yule mwingine ambaye anapita katika njia, wamefarakana na Bwana ya kwamba wanamheshimu katika midomo, lakini matendo yao iko mbali na mimi. Wacha nikuambie, prayers that God answers. I want to speak about the prayers that God answers. There are some prayers the Lord cannot answer kwa sababu watu hao wamefarakana na Mungu. Watu hao vinywa vyao wanaongea tu, lakini wamefarakana na Mungu. That's why their prayers are not answered. Let me tell you, there are some prayers that are being answered. And those prayers that are being answered, they are found in John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. The prayers that are answered by the Lord. Why are some prayers are being answered and some prayers are not answered? Why? There is a reason. There is a reason behind it.
You have prayed several times, you have not been answered. Why? Because your prayers has not been accepted by the Lord. And now whoever the prayers has been accepted the Lord is what John is speaking in 15 chapter 7. Read for me that verse. If you abide in me and my words remain in you, pray anything that you want and it will be done to you. Chochote ambacho mtakachoomba itawatendekea ninyi mkikubali kukaa ndani mwangu na maneno yangu yakae ndani yako. Ni maneno yapi? Maneno ambayo alisemwa hapa asubuhi ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Lakini wewe ukaanza kurudi nyuma. Mbona umerudi nyuma katika miungu zingine? Akasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga, ukajifanyia sanamu ya kuchonga kwa kuziabudu miungu mingine badala ya kumwabudu Mungu wa Israeli ambaye ni Elohim. Alikuwa hapa. Mpendwa alikuwa mahali hapa, akasema ya kwamba usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, lakini bado unataja bure jina la Bwana Mungu wako. Ndio maana unapoomba haikubaliki. Tazama sasa amesema kwamba maneno yake yakikaa ndani mwako, lolote utakaloomba utazidishiwa. Maneno yake ndiyo amesema. Maneno kwanza yakae ndani mwako na mimi pia nitakaa ndani mwako. Lolote ambalo utaomba utajibiwa. Proverb 19:2. Proverb 19:2. Hata Suleimani pia anaongea, mtu ambaye amejaa na hekima, mtu ambaye ni full of wisdom. Alikubali akamwambia dadi, chenye ninaomba kwako baba Elohim, chenye nimeomba tu kwako ya kwamba nipe maarifa, nipe hekima, nipate kuongoza watu. Alipewa. 19:2. Si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa. Ni mzuri kukuwa na maarifa. Ukiwa na maarifa utakuwa tajiri. Ya kwamba a person who is rich is a person full of knowledge. Ukiwa na maarifa, ukiwa na wisdom, utakuwa mzuri kama vile mtumishi wa Mungu amesema nini? Mwandishi amesema nini? Si vizuri nafsi ya mtu kukosa maarifa. Na kuambia ukikosa maarifa you are out. Kuna mtu ambaye anafanya kwa haraka, aendaye katika haraka kwa kutaka vitu za haraka. Hata mwingine amesema ya kwamba mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kwa kutaka vitu za haraka yeye huingia katika mtegoni, huingia katika mauti. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Katika Mathayo 6 tumekuwa na hiyo maombi. Katika Mathayo 6 mstari wa 5 imesema nini? Ya kwamba Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. Kwanza aliwafundisha wanafunzi walimwambia kwamba dadi, baba tunataka kusali. Wanaanza kusali namna gani? Akawaambia, hebu soma tusikie. Anasema mnaposali msiwe wanafiki. Maana wao wapenda kusali wamesimama katika masinagogi. Wale ambao wanafiki wanapenda kusali wakiwa katika masinagogi, wanataka waonekane na binadamu. Na katika pembe za njia wanataka waonekane pale. Ili watu wawaone wakisali. Amini nawaambia. Wamekwisha kupata thawabu yao. Amini nawaambia kwamba wamekwisha kupata thawabu yao. Endelea. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, ukishafunga mlango, sali mbele ya baba yako aliye sirini. Wacha nikuambie, chumba cha ndani ni chumba gani? Ya kwamba wewe unapotaka kuwasilisha baba dadi mambo yako, si vizuri watu wajue ya kwamba wewe unaomba ukimwambia dadi ya kwamba unipe mkate wa kila siku. Ndiye anajua ya kwamba unahitaji mkate wa kila siku. Ndiye anajua ya kwamba ningependa unisamehe makosa yangu. Ndiye anajua. Lakini uende katika chumba chako cha siri ukamwambia dadi yako mambo ya siri yaliyo sirini. Hata ukiwa katika dhehebu, hata ukiwa katika hekalu, ya kwamba mwambie dadi
mambo yako ya siri, ya kwamba Bwana nisaidie katika mwaka huu, Bwana nisaidie kwa yale ambayo unajua Baba tayari. Biblia inasema ya kwamba kabla hujafungua mdomo yako ameshajua tayari ni nini ambacho unahitaji. Ni wewe tu kwenda katika siri na kumwambia maneno yako katika siri, atakujibu, atakujibu katika wazi. Hebu endelea. Usali mbele ya baba yako aliye sirini. Usali mbele ya baba yako aliye sirini. Baba yako aonaye sirini. Na baba yako anayeona sirini atakujaza. Yeye ndiye atakujaza, kwa sababu ameona mtoto wangu anahitaji hiki, anahitaji mkate, anahitaji samaki, anahitaji school fees, anahitaji. Wacha niwaambie kwamba huyo baba yako ambaye anahitaji school fees, huyo baba yako ambaye anajua kwamba unahitaji msaidizi, atatuma msaidizi. Utakuwa na msaidizi, utakuwa wa kupungukiwa, utakuwa wa kubarikiwa. Endelea. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke maneno kama vile watu wa mataifa wanapayuka, kwa maana wao udhani ya kuwa watasikizwa kwa sababu ya maneno yao kukuwa mengi. Wanakuwa na maneno mengi, wanaongea wakirudia wakidhani ya kwamba baba atawasikiliza. Baba hata wasikiliza. Endelea. Basi msifanane na wale watu, maana baba wetu anajua mahitaji yako kabla hujaomba, ya kwamba kuna hitaji tu ambalo baba anajua. Baba wa mbinguni ambaye ni Elohim anajua kwamba kuna mahitaji unahitaji. Wewe tu ni kwenda katika siri na kumuelezea katika siri, atakujibu katika uwazi. Endelea. Basi wakati mnaposali, salini hivi: Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyosamea wadeni wetu. Usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Wacha niwaambie, hiyo maombi one by one iko na topic yake, iko na mpangilio yake. Katika mtiririko wa mpangilio maneno ambayo nimeyasema ya kwamba itafanyika ikiwa wewe utamweleza baba yako aliye sirini. Sio kupayuka kama vile wengine wanakuwa katika open air meeting, wanakuwa mahali penye njia, ili wanakuwa na maneno mengi, na katika hayo maneno mengi wanadhani ya kwamba watasikizwa. La, ndio najaribu kueleza wapendwa ya kwamba huyo Elohim dadii ni dadii ambaye anapenda kila mtu, anapenda watu wote, anapenda kila kabila, anapenda kila mtu. Atakupa chenye unahitaji. Hata kama unataka kazi, atakupa kazi. Hata kama wewe unataka kwenda ng'ambo, utafika ng'ambo. Hata kama wewe unataka school fees, utapata school fees. Lakini ni kutumia tu formula, ni kutumia tu criteria ambaye anahitaji, ya kwamba unapoomba muombe tu, ongeleshe katika maombi yako. Hata kama utamulilia hapa mara ngapi, Bwana wa majeshi ambaye ni Elohimu atakujibu, na kwa wakati wake. Kuna wakati wa njaa, kuna wakati wa shibe, kila jambo liko na wakati wake. Mhubiri ndiye ametuambia hiyo maneno. Mhubiri ndiye alisema kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kutupa mawe. Kila wakati iko na wakati wake, lakini wakati wa Bwana ukifika katika ombi lako utajibiwa. Wakati wa Bwana ikifika, wewe tu ni kusubiri, kwa sababu inasemekana kwamba subira huvuta heri. Unapokuwa patient ukimngojea Bwana, wamngojeao Bwana watakuwa kama mlima wa Sayuni, hawatatingizika milele na milele. Watakuwa kama mlima wa Sayuni, wanaomngojea Bwana, wanaomuomba Bwana watapata chenye wanahitaji. Lakini wasiomngoja Bwana na kurukaruka na kutafuta mabwana wengine wa haraka, wao
hawatafanikiwa. Watakuwa wanatingiswa, watakuwa kama bendera, watakuwa kama ni upepo, kwa sababu wamehangaishwa na tamaa zao. Can you read for me that? Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, yani chini ya jua hapa. Kuna wakati wa kila kusudi. Kuna wakati wa kuzaliwa. Kuna wakati wa kufa. Na kuna wakati wa kupanda. Tosha. Wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Mnajua sasa wakati wa kung'oa ikifika ni kung'oa magugu iliyopandwa wakati wa usiku, ya kwamba kuna wakati wa mchana. Dadi alienda katika shamba akapanda ngano. Alipokuwa akipanda ngano katika njia mzuri, lakini wakati wa usiku adui akaanza. Luka 18 verse 11. Akapanda magugu. Alipopanda magugu, basi zikamea pamoja na zilikuwa zinafanana pamoja, lakini wale wajoli, wale wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi katika shamba la Elohimu wakauliza, je, ni nini hicho tunaona ya kwamba tulipanda ngano ama tulipanda nini? Tufanye namna gani? Bwana alikuwa amepanda mazuri, lakini wanafunzi wake walipokuwa wakitembea wakapata tena magugu imemea pamoja na zile mbegu zilizopandwa katika shamba la Bwana. Ya kwamba sasa Bwana wakasema ya kwamba tufanyaje? Ya kwamba Mungu atusaidie ya kwamba kusipandwe tena magugu katika moyo wako. Wakati wa kung'oa itafika, itang'olewa. Lakini Nadia alisema ya kwamba using'oe kwa sababu utaharibu zote, using'oe. Wacha tu mpaka wakati wa mavuno. Ikifika wakati wa mavuno, ngano itapelekwa kwenye gala, lakini magugu yatafungwa katika matita na kuteketezwa. Wacha Bwana atusaidie. Mimi nilikuwa katika prayers that are being answered, maombi ambayo yanajibiwa. The prayers that are answered is only if you abide in the word of the Lord, and the word of the Lord abide in you. Amri za Mungu zikiwa pamoja na nyinyi, zikiwa pamoja na sisi, ya kwamba sisi tutaomba lolote tunalohitaji tutapewa. Bwana akubariki.